Kama ningezaliwa siku za nyuma, kipindi cha nyuma kabisa, mfano kama bunge kuu kabla halijajengwa au mahakama kuu kabla haijajengwa. Ningezaliwa kipindi cha nyuma na bado ningekuwa na kipaji hiki. Ningetamani sana kuhusika katika uchoraji wa ramani. Kwa majina mimi naitwa Brian Mwalongo. Ni mwanafunzi wa BCL School. Lakini pia mimi hapa ni mbunifu wa mifano hii hapa ya nyumba. Huwa nafikiri, nikishafikiri, nikipata wazo kichwani au wazo kutoka kwa mtu kwamba ameniambia nimtengenezee nyumba ya vyumba kadhaa. Baada ya kunipa wazo lake na kuja kubuni mifano hii hapa ya nyumba. Nachora ramani, baada ya kuchora ramani na kuja kuzitengeneza kwenye mfumo wa uhalisia kama ninavyoiona hivi hapa kwenye picha. Hiki kitu ninakipenda, yani ni kipaji changu, yani naweza nikasema ni kipaji ambacho nimejaliwa na Mwenyezi Mungu, lakini pia ninakipenda. Wakati nakifanya pia mwenyewe nakuwa najisikia vizuri. Karibia miaka 6 au 5 nyuma ndo niligundua hiki hapa kipaji changu, na mazingira ambayo niligundua kipaji changu naweza nikasema yalikuwa ni ya tofauti kidogo, kwa sababu mimi hapa baba yangu kuna siku kuna boksi lilikuwepo ndani. Lile boksi lile lilikuwa ni kubwa sana. Sasa baada ya kuliona lile boksi mimi nikawa nimelipenda, kaambia baba, hili boksi nimelipenda, japo ndo sijui sasa naweza nikalifanyia nini, lakini nakuta tu nimelipenda lile boksi. Akasema unajua hilo boksi unaweza ukatumia ukajaladia madaftari. Nikawa nimeshangaa kile kitu, sasa sikuelewa alikuwa anamaanisha nini. Nikasema nawezaje kujaladia madaftari boksi? Akasema inawezekana, nyinyi shuleni si mnaambiwa mjaladie na nanilia na majalada ya kawaida, lakini yeye hapo kipindi chake cha nyuma amesema badala ya majalada wenyewe alikuwa anashona na box, daftari linakuwa imara. Baada ya hapo haji kupata tabu kama kujaladia mara ya pili katikati ya mwaka. Kwa hiyo akawa amenishangaza tu kwa namna hiyo. Sasa siku moja nikawa nimelichukua hilo box, nikasema ngoja nifanye yale majaribio aliyokuwa ameniambia. Baada ya kuchukua ile box nikawa ndo nafikiria namna ya kuweza kubuni ili kulijaladia na nanilia na daftari pale. Ndio nikaja kugundua kwamba kumbe inawezekana zile kona za box zile ambazo zinatumika kufunika ile box ili kitu kihifadhiwe ndani kuziba na ile mikunjo yake, na kwamba daftari na ile mikunjo ikaona kwamba kumbe hiyo njia inawezekana. Basi siku moja shuleni mwalimu akawa ametuambia kwamba mtu ambaye ana uwezo wa kutengeneza kinyumba au kuchora nyumba anahitaji tutengeneze kwa ajili ya darasa letu lilopo chini, watumie kama kwa ajili ya kujifunzia. Mimi nilivyorudi nyumbani, kwa kuwa nilishawahi kama mara 2 kujaladia madaftari, nikasema ngoja ni jaribu, kwa sababu nilishakuwa nimeshaona jinsi gani boksi linakatika kwa ulaini bila changamoto yoyote ile. Baada ya kujaribu nikaona imewezekana, na baada ya kufanikisha hilo kutengeneza kile kinyumba, kwa kweli nilivutiwa mwenyewe, yani sikuamini kama niliweza kutoa kitu kama kile pale mimi mwenyewe kwa akili zangu. Kwa hiyo ndo ikawa mwanzo. Kilichonichelewesha kuendeleza kipaji changu, nilikuwa naendelea nacho lakini japo kwa spidi ndogo. Nilikuwa sikifanyi ile kwamba ili kuwaonyesha kwa watu wengi zaidi. Ndio, lakini nilikuwa nakifanya japo ndo kilikuwa kinajirudia kukutana na watu wale ambao nilikuwa nakutana nao mara kwanza, bado naendelea kukutana nao hao. Nilikuwa na changamoto ya kiafya ambayo ndo ilikuwa inanifanya ninachelewesha kutengeneza hiki hapa kipaji changu na kuonyesha kwa watu. Lakini hivi karibuni nafikiri ndo changamoto yangu ile sasa nishaweza kuisolve ya kiafya, na sasa hivi niko vizuri. Ndio maana kwa wakati huu sasa nimekuwa na kifanya kipaji changu kwa hamasa kubwa sana ili kukionyesha kwa watu wajue kitu ninachokifanya, na
waweze kunielimisha na kunipa mawazo zaidi ili niweze kukiboresha. Nachozingatia mwanzoni kabisa wakati naanza kutengeneza ili hapa nyumba, kwanza nahitaji kuwa na wazo ambapo nabidi nijue kwamba nahitaji kutengeneza nini. Baada ya kujua kama nahitaji kutengeneza mimi, kwa mfano ndo kama ulivyosema kuhusu hizi hapa nyumba zangu, ninachohitaji cha kwanza kabisa ni wazo. Hilo wazo linategemeana litatoka kwangu mwenyewe au kwa mtu mwingine ambaye anaweza akanipa mawazo yake kwamba anahitaji labda ramani ya vyumba vingapi, vyumba viwili, vyumba vitatu. Kwa hiyo kutokana na lile wazo lake yeye hapo, basi mimi hapa ndo ambao natumia kama hatua ya kwanza kabisa na kuendelea mpaka hatua ya kuja kukamilisha kama hivi. Baada ya kupata wazo langu lile, huwa nalihamishia kwenye daftari. Nikishalihamishia kwenye daftari, huwa naliangalia lile wazo langu na kulichunguza vizuri kujua kama ili hapa wazo ili je, nina uwezo wa kulitimiza na vifaa pengine nilivyokuwa navyo vina uwezo wa kulikamilisha ili hapa wazo, na kukadiria vipimo vyangu, maana vipimo ninavyotumia mimi hapa ni vipimo vya makadirio. Bado nimeshavifahamu vipimo maalum lakini bado sijafikia huko. Kwa hiyo na kisha baada ya kunanilia ya kuhamisha wazo langu kwenye nanilia kwenye daftari, na angalia vifaa ambavyo ninavyo na kujua kama ile wazo nitalikamilisha na vifaa pia na vipimo. Baada ya kuona kama hilo hapo wazo kuwa na uwezo wa kulikamilisha, na kuja kulihamishia kwenye boksi kama unavyoona hivi hapa, na kuja kulihamishia wazo langu ule mchoro au wazo langu, na kuja kulihamishia kwenye boksi kama hivi. Baada ya kuhamishia wazo langu kwenye boksi, nalichonga lile boksi. Baada ya kulichonga, kwa sababu nakuwa najua kabisa wazo langu mpaka linakamilika linakuwa linahitaji kitu gani na kitu gani mpaka kulikamilisha wazo hilo. Kwa hiyo baada ya kujua hilo, ndo kama hivi naanza kutengeneza, nahamishia kwenye box kama hivi. Baada ya kuhamishia hivi hapa kwenye boksi, naendelea na process nyingine za kuchonga vipande vya maboksi na vifaa vingine ili mpaka kukamilisha kimfano halisi wa nyumba. Baada ya kuchora ramani kama ninavyoona hapa, baada ya kuhamishia wazo langu kwenye boksi kama hivi na nikalihamishia hapa kwenye boksi na kujua kwamba wazo langu mpaka linakamilika linakuwa linahitaji nini na nini, maana katika fikra zangu mimi au katika daftari ambalo nakuwa nimelihifadhia michoro yangu, nakuwa najua kabisa hii ramani mpaka inakamilika inahitaji niwe na kifaa gani na kifaa gani ili kulikamilisha. Kwa hiyo baada ya kufahamu hilo, ndio hivyo naendelea na process nyingine za kuendeleza kutengeneza hivyo hapo kinyumba. Baada ya kuendelea hivyo, ndo mwishoni baada ya kukamilisha na kuja kupata nyumba kama hii hapa, hii ambayo nimeshakamilika. Ni mfano ambao umeshakamilika, wazo ambalo ni hai, naweza nikasema hivyo. Ambalo kama hili hapa wazo ambalo nimelitengeneza lina vyumba vitatu ndani, ambapo chumba kimoja ni chumba chenye choo na chumba kwa ajili ya kubadilishia nguo. Alafu chumba cha pili ni chumba ambacho kina share choo kimoja. Chumba cha pili na cha tatu wanatumia choo kimoja, ambapo ina sebule ya kawaida, ina sebule ya kulia chakula, ina jiko pamoja na store, na ina mlango wa mbele na mlango wa nyuma. Na hii nyumba nilitengeneza yenye fence, uwanja kidogo kwa ajili ya kupaki usafiri, na pia ina tenki kwa ajili ya maji kama mnavyoona. Niliweka pamoja na ngazi kwa ajili ya watu maalum na ngazi kwa ajili ya watu wa kawaida pia zipo kama mnavyoona. Ngazi hapa niliweka ngazi za watu wenye uhitaji maalum na pia ngazi za kawaida pia nikawa nimeziweka pia. Na kuna vistiki hapa vya mishkaki ambavyo niliweka kwa ajili ya kuipamba zaidi nyumba yangu ili kuifanya ionekane katika uhalisia, ambapo natumiaga vistiki vile ambavyo wanatumia kwa ajili ya kuhifadhia kupikia mishkaki.
Ndio hivi hapa nilivitumia, huwa navikata. Baada ya kuvikata na kuja kuvichomeka hivi ili kuonyesha kama fence ambayo inakuwa ina ulinzi kamili. Na bila kusahau niliweka kabisa na kingamuzi ambacho niliandika kama kingamuzi cha Azam. Ndio, kuna kingamuzi pia. Hivi vyote asilimia kubwa nimevitengeneza kwa kutumia boksi tu, kama hivi kingamuzi hapa pamoja na tenki la maji, vyote hivyo ni boksi. Ukiangalia pamoja na bati hili ni boksi ambalo ukilibandua ndo unakuta ule mtindo wa bati. Boksi lote ukilichukua ukibandua katikati unakuta hapa mtindo wa bati. Kwa hiyo ndo hivyo vitu ambavyo asilimia kubwa huwa navitumia. Na hii hapa ni fence ambayo nilitengeneza ambayo ni ya kuslide, ambayo una uwezo wa kuisukuma na kuifunga, na pia ukaweza kuisukuma na kuifungua pia. Kukamilisha mfano kama huu hapa huwa inanichukua wiki, wakati mwingine inaweza ikanichukua mpaka siku 4 kama nikiwa niko free, au nikienda haraka zaidi naweza nikatumia hata siku 3. Ikiwa wazo au lamani huwa ndo natumia muda mrefu kulibuni. Kwa mfano kama mimi hapa ndo naye buni wazo, ndo huwa nashangaa naweza nikatumia muda mrefu, kwa sababu mimi hapa wazo langu huwa naangalia tu ile nyumba ambayo itaonekana tu mbele za watu, itaonekana vizuri. Lakini likiwa wazo la mtu ndo amenipa wazo lake, hilo wazo inakuwa ni rahisi kulikamilisha, kwa sababu yeye hapa anachoangalia ni uhitaji wake yeye. Anaweza kanambia labda anahitaji nyumba ya vyumba 2, labda hahitaji nyumba ya bati kama hivi za kupanda juu, anahitaji tu labda nyumba za bati ambazo zimejificha. Kwa hiyo wazo likiwa linatoka kwa mtu, mimi ni rahisi kutengeneza kwa haraka sana, kwa sababu anakuwa yeye ndo katoa wazo. Kwanza kabisa faida ambayo mimi naipata sana, huwa najisikia furaha sana yani nakuwa najisikia amani ninapokifanya hiki hapa kitu. Na faida ya pili pia, huwa nikitengeneza, nikitembea nacho kama nje, huwa na uwezo wa kukiuza. Watu wanavutiwa, kwa hiyo huwa na uwezo wa kukiuza pia, na kukutana na watu tofauti tofauti ambao huwa wananipa mawazo yao, na mimi nikirudi nyumbani huwa nakuja na watengenezea mifano kama hivi hapa, mifano ya nyumba, na kuwacholea ramani kwenye karatasi au daftari na kuwapelekea. Challenge ndogo ndogo ambazo nakutana nazo kwenye utengenezaji hapa wa mifano, kuna wakati unakuwa unatengeneza, unakuwa na furaha sana ya kutengeneza, alafu katika kutengeneza kuna kitu kikakuchanganya. Yani nashangaa natengeneza kinyumba, alafu kitu fulani labda nikawa na uhitaji nacho sana kwa wakati ule, alafu hicho kitu nilikuwa nacho lakini nikawa nimekisahau mahali nilipokiweka. Yani naweza nikawa natengeneza hivi hapa, na natengeneza kinyumba hapa, labda nahitaji penseli ili niweze kuchora mchoro sehemu fulani ili kufanya maboresho. Hiyo penseli nilikuwa nayo lakini nashangaa nikasahau, alafu kuja kuangalia kumbe hiyo penseli pengine nimeishika mkononi au nimeweka sehemu ya karibu na kushika hela kubwa ambayo imetokana na hiki hapa kinyumba. Na kama nilivyosema, mimi nikitokanavyo vinyumba kama nje hivi, ndo kama hivyo watu wakivipenda, mtu anaweza kanambia nimuuzie. Mimi hapa nataja kile kiasi changu, labda nauza kwa mfano kama hiki hapa, hiki huwa nauza shilingi 20,000. Lakini unashangaa wakati mwingine nikitoka nacho hivi huko, nahitaji namwambia mtu, ananiuliza unauza shilingi ngapi, namwambia nauza 20,000. Lakini inatokea mtu anaweza akasema hivi, basi mimi nakuongezea 20,000 inakuwa 40,000. Kwa hiyo mara nyingi nikitengeneza hivi hapa vinyumba, mimi hapa nakuwa na bei yangu, lakini wenyewe huwa wanakuja wanashangaa nanunua mara 2 ya ile bei. Kwa hiyo bei kamili kabisa, kusema bei kubwa ambayo nimeshawahi kuiuza mimi hapa kwa uhalisia wa kitu ambacho ninakifanya, bado sijapata bei kamili ya kujua kwamba inabidi niwe nauza kiasi fulani mpaka kiasi fulani. Bado sijajua, kwa sababu watu huwa wananichanganya kwa namna hiyo. Sababu mimi nauza kiasi fulani, wenyewe wanakuja tena wananunua bei ya juu zaidi. Pia nakumbuka
shuleni tulikuwa na maadhimisho ya miaka 10 ya BCL au ya toka shule yetu imeanzishwa. Katika maadhimisho hayo kulikuwa na tukio kidogo na hafla ya kwenda kuwaona watu wenye uhitaji maalum. Sana mimi hapa niliongea na mwalimu nikasema kwa mimi hapa sina zawadi maalum ya kusema niende nikawapatie, lakini naweza nikatengeneza kinyumba changu kwa sababu nina kipaji fulani, naweza nikakifanya hiki kipaji changu na kwenda kuwaonyesha wao na kuwapatia kama zawadi ili watumie, kwa sababu watu wengi wakikiangalia huwa kinafurahisha pia hata machoni, naweza kutumia kama ua pia. Kwa hiyo nikasema basi mimi nitawatengenezea niende nikawapatie kama zawadi. Baada ya kufika kule nilikutana na mkuu wa wilaya ambaye alionyesha kukipenda sana kile kinyumba changu, alikipenda sana na nilipewa nafasi ya kuzungumza mbele za watu. Kidogo nilikuwa natetemeka kwa sababu ilikuwa ni ndo mara yangu ya kwanza kabisa kuzungumza mbele ya watu wengi, lakini niliweza kuzungumza kwa sababu kitu ni nakipenda, kwa hiyo niliweza kuzungumza. Baada ya kuzungumza kweli mkuu wa wilaya alikipenda sana, na baada ya kukipenda basi aliweza kukinunua kwa kiasi kikubwa sana cha pesa ambacho sikuwahi kukiuza kabla ya hapo, na mpaka sasa bado sijawahi kuvunja hiyo rekodi ya kuuza kwa gharama hiyo kubwa hiyo. Alikinunua kwa shilingi 245,000. Kwanza baada ya kununua kile kinyumba, kwa hiyo hapo hela, nakumbuka kuna neno pia aliniambia. Alisema kuwa na uwezo wa kukifanya kama biashara pia, sio kipaji tu, naweza nikafanya kiwa kipaji lakini pia ikawa ni biashara. Kuna kitu ambacho kiliniingia akilini kwamba kumbe nimepewa na uwezo wa kukifanya hiki kitu kama biashara, na pia naweza kukiuza kwa gharama kubwa zaidi. Kama yeye ameweza kunambia na uwezo wa kufanya kama biashara, lakini pia amechukua kwa gharama hiyo, kajua kumbe mimi hapa naweza nikaongeza kidogo kwenye ile hela ambayo mimi nasemaga nauza kiasi fulani, lakini wenyewe wanakuja wananipatia mara 2, to nikapata kuwa kumbe hiki kitu kina thamani kubwa. Ndio maana mtu nikimwambia nauza kiasi fulani anahisi kabisa yeye mwenyewe kuwa amenionea, kwa sababu nakuwa nimetumia pengine gharama kubwa kwa yeye anavyofikiri au namna gani. Kwa hiyo nikagundua kumbe na uwezo wa kuongeza gharama ili nisiwe na kifanya tu kama kipaji, lakini kawa kama biashara kabisa. Ndoto zangu mimi hapa ni kuja kuwa mchoraji ramani, na baada ya kuwa kuchora ramani na kuja kutengeneza katika mfumo wa uhalisia, kwamba na kuonyesha kwamba ile ramani yako baada ya kuijenga itakuja kuonekana katika muonekano huu hapa, ambapo nitakuwa na chora ramani, nauza ramani, lakini pia natengeneza na hivi hapa vimodo na viuza, na kukuonyesha kwamba mnunuzi kwamba hii hapa ramani yako ukishaijenga itaonekana katika muonekano halisi, ambapo mtu anaweza akatumia kuona nyumba yake hata kabla hajaijenga, au hata kama ambaye ameshaijenga tayari anaweza akanipa kazi ya kumtengenezea nyumba yake ambayo ameshaijenga tayari, anaweza akatumia kama pambo la ndani kwake, likakaa ndani kwa ajili ya kuleta mazingira mazuri ndani ya nyumba, au anaweza akatumia pia katika baadhi ya maeneo, naweza akatumia kama nilivyosema, naweza akaitumia kuona jengo kabla halijakamilika. Huwa na tamani sana, na huwa kila nikipita hata wakati naenda shule huwa natamani sana, kwa sababu Dodoma kama nilivyosema kwanza ni mji wa kiserikali, ni makao makuu ya nchi. Kwa hiyo majengo mengi sana ya kisasa yanajengeka, na mimi hapa kila nikipita huwa natamani sana kuwa na mimi mmoja ambaye nimehusika kwa namna fulani kuchora ramani au katika usimamizi wa lile jengo mpaka kulikamilisha. Maeneo ambayo mengi mimi huwa pia napenda kutembelea na huwa napenda kwenda. Mfano nyuma hapa
nyumbani ndo kuna mahakama kuu iko nyuma hapo. Huwa kuna muonekano mzuri sana. Kwanza kuna jengo la mahakama kuu yenyewe, na pia kuna reli imepita hivi pale, SGR imepita, na kuna majengo tofauti tofauti mengi sana. Kuna ofisi ya NHIF makao makuu iko hapo, jengo la CCM benki kuu ya Tanzania pia inapatikana hapo, na bunge kuu pia liko sombali sana, ni kwa mbele kidogo. Kwa hiyo mazingira ambayo pia ya karibu ambayo mimi hapa huwa napenda kwenda kutembelea na kujifunza ni mazingira ya hapo nyuma mahakama kuu, ambayo nikiangalia huwa mwenyewe natamani sana ningekuwa nimehusika kwa namna fulani kuyakamilisha katika ujenzi. Hayo ndio huwa yananivutia sana nikienda kuyatazama, na nikiaona tu mahali popote huwa natamani sana na navutiwa kuendelea kuyaangalia na kutamani siku moja nihusike na mimi katika kuchora ramani au kusimamia pia katika ujenzi. Toka nilipoanza hiki hapa kipaji changu na mpaka wakati huu hapa nilipofikia, kuna utofauti mwingi sana ambao nimekuja kuupata, na elimu kubwa ambao nimekuja kuipata hivi karibuni, hasa baada ya kufika huku Dodoma. Ingawa sikuwa naishi huku Dodoma, mimi nilikuwa naishi Iringa, lakini baada ya kuja hivi huku Dodoma kweli nilipata kitu tofauti sana baada ya kugundua huko kumbe ndo kuna majengo mengi ambayo yamejengeka, na kuona kwamba kumbe hiki kipaji changu kuna watu huko ambapo wanayaishi kabisa haya maono ambayo mimi niko nayo saizi ambao ni madogo tu. Kitu nilichojifunza ni kwamba hivi mifano ambayo naitengeneza mimi hapa ni wazo tu, ni wazo ambalo wazo halisi, lakini si wazo hai, naweza nikasema hivyo. Kwa hiyo ninavyozidi kuendelea nahisi nitakuja sasa na mimi kuwa mtaalamu wa kutengeneza hii mifano ya nyumba ambayo itakuwa sasa ni wazo hai na sio wazo tu halisi ambalo linaonekana, lakini wazo ambalo lina uwezo wa kutazamwa na pia lina uwezo wa kuletwa katika maisha halisi, kujengwa na watu kuanza kulitumia. Na vitu ambavyo nimevigundua pia ni nahitaji pia kuwa natengeneza kila wakati hii hapa mifano yangu ya nyumba, kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo kwa sasa mimi hapa nilikuwa natengeneza, lakini kumbe kuna vitu vingi ambavyo vinahitaji vikae kwenye nyumba. Kwa hiyo nimejifunza kwamba kumbe inabidi kuwa nafanya hiki kitu kila wakati ili kuwa bora zaidi katika hiki ninachokifanya. Kama ningezaliwa siku za nyuma, kipindi cha nyuma kabisa, mfano kama bunge kuu kabla halijajengwa au mahakama kuu kabla haijajengwa, ningezaliwa kipindi cha nyuma na bado ningekuwa na kipaji hiki, ningetamani sana kuhusika katika uchoraji wa ramani, kuchangia mawazo yangu pia, ambayo kwa jinsi ilivyotengenezwa mahakama kuu, na mimi ningetamani sio kubadilisha wazo kwa kweli aliyotengeneza mimi mwenyewe sikutarajia. Baada ya kutembelea sikutarajia kama kuna jengo la kisasa namna ile. Kwa hiyo yani natamani kama ningekuwa nimezaliwa kipindi cha nyuma, ningeongezea tu wazo tu kidogo tu, ningesema kwamba jinsi alivyotengeneza vile, hata kuchangia wazo kwa ametengeneza vizuri. Yani ile ingekuwa furaha yangu kubwa sana, kwa sababu